Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Mahali popote ulipo, tunakushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu popote ulipo, na umeendelea kufanyika baraka kwetu, kwa sababu bila wewe hakuna mahubiri. Na tunakushukuru sana. Karibu sana sana, mkaribishe na mtu mwingine, na kila unapopata linki ya mafundisho endelea kushare na kwa wengine, ili wafikiwe na neno la Mungu popote walipo, wanapotutazama au kutusikiliza. Na kabla ya mambo yote, tunamshukuru Mungu sana kwa kifupi kwa ajili yako na kwa ajili ya ujumbe wa leo. Mungu wetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wetu popote alipo, anapotufuatilia au anapotusikiliza. Tunakusihi Mungu kapate kumbariki, gusa usikivu wake na achilia utulivu katika maisha yake kwa kusikia neno lako. Tahiri usikivu wake ili aweze kusikia neno. Katika jina la Yesu Kristo, nijalie mimi mtumishi wako hekima na maarifa yote katika kulihubiri neno lako katika kweli yote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bariki ujumbe wa neno la Mungu ambao tunaenda kuachilia juu ya watu, ukawafungue na kuwatoa katika hatua moja, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na watu tuseme amen. Neno la Mungu ambalo linatuongoza leo ni mambo matatu muhimu kwa Mkristo. Mambo matatu muhimu kwa Mkristo. Na Mkristo ni yule mtu ambaye anamjua Mungu, mfuasi wa Kristo, mwanafunzi wa Kristo, mtoto wa Mungu. Lazima kwanza ujijue wewe ni nani. Utambue kwanza wewe ni nani. Wewe ni nani? Wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Yesu ni mwalimu. Wewe kama Yesu akiwa mwalimu, wewe unakuwa mwanafunzi wake. Wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ukiwa mtoto, Mungu anakuwa baba yako. Ndio maana wanasali Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba yako aliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Sasa kuna mambo muhimu ambayo unapaswa kuyajua kama mtumishi wa Mungu, kama mtoto wa Mungu, kama mwanafunzi wa Mungu. Jambo la kwanza kubwa kabisa unapaswa kufahamu, unatakiwa uwe na upendo. Upendo ni tunda la Roho. Linapatikana katika kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 22. Kuna matunda ya Roho pale. Anasema kuna tunda moja hapo ni upendo. Upendo unapita kila kitu. Na ukiwa na upendo, basi utakusaidia sana kuwapenda watu wazuri na hata wabaya. Kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 43 inasema waombeeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, wabarikieni wala msiwalaani, wapendeni adui zenu, ndipo mtakapokuwa wana wa Mungu. Sasa kuna upendo wa kupenda wanaokupenda na kuna upendo wa kuwapenda wanaokuchukia. Na kuwapenda wanaokuchukia ni ngumu, inatakiwa neema ya Mungu. Wewe ni nani? Ni mwana wa Mungu, lazima uyajue haya. Lakini kwenye kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 13, wa 16 na ule wa 17, anasema ninyi chumvi ya ulimwengu. Tunatakiwa tuwe chumvi, tuwe ladha katikati ya watu na ladha katika mataifa. Wewe kama mwana wa Mungu, nimesema ni mambo matatu ambayo Mungu anataka uyajue wewe kama mtoto wake. Kwa hiyo Mungu alimtoa mwanawe wa pekee duniani kwa sababu ya upendo. Tunatakiwa tufanyike kuwa na upendo kwa watu, tuwapende watu, tuwapende wale wanaotuumiza, tuwaombee, tuwapende maadui, tuwapende wanaotupenda, tupende na wale wasiotupenda. Upendo ni tunda la Roho, lakini una mambo mengi. Na ukisoma kule kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 inaeleza mtu mwenye upendo anakuwaje. Kwanza, upendo, ndani ya upendo kuna uvumilivu. Upendo uvumilia. Upendo haukosi kuwa na adabu. Upendo hautafuti mambo yake wenyewe. Upendo hautakabari. Anasema kukitokea unabii, kukitokea nini, kitabadilika, lakini upendo wa Mungu kwenye maisha yetu ni mkubwa. Kwa hiyo nikutakie neno hili kwamba Mungu anakupenda sana. Na ukisoma kile kitabu ukombozi wa Mungu anatupenda, amemtoa mwanae wa pekee ambaye ni Yesu. Amemtoa, anasema kwenye Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu
hata akamtoa mwanae wa pekee. Kwa hiyo alimtoa kwa sababu anatupenda. Kwa hiyo ukimpenda mtu utatoa chochote kilicho cha thamani kwa ajili yake. Jitoe na wewe ukipendwa na Mungu, na wewe jitambue kwamba ni unapendwa na Mungu. Chochote unachokifanya kifanye katika hali ya upendo. Upendo uangalie mambo yake mwenyewe. Unasema una upendo lakini unaangalia mambo yako mwenyewe, unavutia upande wako sana mwenyewe. Upendo unajali watu wengine. Upendo unavumilia, haijalishi mtu amekukosea kiasi gani au ana tabia mbaya kiasi gani, lakini kama wewe ni mtu mwenye upendo, upendo ulio ndani yako unavumilia mabaya ya yule mtu, unamchukulia kama ndugu yako. Kwa hiyo unaposikia hili somo la upendo likusaidie. Kama kuna mtu unamchukia, hutaki kumuona, hutaki kuongea naye, sasa upendo wa Kristo unakusaidia wewe kuwapenda hata maadui. Sasa na kile kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari ule wa 43 mpaka 48. Upendo. Lakini upendo ni urithi usioharibika, usio na uchafu, usioona uchafu. Soma Petro wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 3 mpaka wa 9, basi utaweza kuona upendo. Majaribu ndiyo yanayoimarisha upendo wako. Kwa hiyo unapoona mambo magumu na mambo mazito kwenye ndoa, kwa rafiki yako, ndio ujue sasa upendo ndio hapo unapopima. Unapomuona mwenzako sasa amepita mahali pagumu, namna unavyomuongelea sasa ndio upendo unapopima. Kwa hiyo tuwe na upendo. Kuna upendo unaitwa upendo wa agape, upendo wa Kristo. Upendo wa Kristo, upendo wa Mungu kumtoa mwana pekee ili kila muaminie asipotee. Ukisoma katika ile Isaya 58 mstari wa 6 mpaka 11, unaona anavyoeleza upendo wa Mungu ni kufungua vifungo vya uovu, kuwaleta maskini nyumbani, ukala nao chakula na kuwaonyesha upendo, kukunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako ukampa chochote. Ndio namna za kuonyesha upendo. Kimkunjulia nafsi yako aliyeteswa mikononi mwako. Kwa hiyo bila upendo hatuwezi kumpendeza Mungu. Bila upendo hatuwezi kusogea kiroho. Bila upendo hakuna chochote. Hata ukiomba kwa kunena kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama hauna upendo, wewe sio chochote, wewe ni shabat. Omba Mungu aachilie kitu cha upendo ndani yako. Upendo wa Mungu wetu ndiyo jua letu, unatuongoza. Upendo unatupa kujizuia. Upendo unatupa kuwa na kiasi. Upendo unatupa kufadhili. Upendo unafadhili. Mtu anayefadhili watu, anayopa watu vitu, ni mtu mwenye upendo. Upendo umebeba uvumilivu. Namna unaweza kumvumilia mtu katika udhaifu wake, ndio upendo unavyoonekana na unavyopimwa. Kwa hiyo tunakutakia maandalizi mazuri ya masomo yetu. Endelea kujifunza kuwa na upendo kwa watu unaowajua, hata wale waliokukosea. Usilipe kisasi, Warumi 12. Hebu usilipe kisasi, wapende. Muombe Mungu akupe kuishi, Mathayo 5:43 mpaka 48. Na hii itakusaidia na itakuvusha mahali pakubwa sana. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya mtazamaji. Naamini ya kwamba upendo wako ni jua letu. Muongoze katika upendo wako. Mpe neema ya kuwapenda watu. Mpe neema ya kuwapenda hata wale waliomuudhi. Maana umesema wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Mpe neema ya kuwaombea wanaotuudhi, watakia mema wala sio mabaya. Tupe neema ya kusamehe na kuachilia na kutokulipiza visasi katika jina la Yesu. Naomba ujumbe wa neno lako kamguse huyu mtazamaji anaponisikiliza popote ulimwenguni, na ukamjalie kuliishi neno na kuwa mtendaji wa neno na sio msikiaji. Katika jina la Yesu Kristo, wabariki wote wanaojitoa kwa ajili ya sadaka, kwa ajili ya kuhakikisha kipindi hiki kinaenda hewani, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.